Habari za jioni wapenzi wangu. Nimewaita hapa sio kwa kuwapotezea muda, lakini pia sisi kama vijana ni kupigana na kupambana katika biashara zetu na mambo kama haya tunayoyafanya. Mimi hapa Sinza kwa Remi nimefungua sehemu ya vitenge ambayo ni Africa Prints. Nilikaa na kuwaza kwamba tufanye culture. Unajua kitenge ni culture yetu. Sasa tukafanya Masai, lakini Masai inabeba kwenye nani moja. Kwa mfano kama mimi itabeba umamani. Babangu haitomchukua kwa sababu mimi ni Mchaga na Masai. So nimeamua kufanya vitenge kwa sababu kwanza ni kitu ambacho napenda always, napenda kuvaa. Hata kwenye red carpets napenda kuvaa vitenge. Hata nilipoenda Kongo juzi nilivaa vitenge. Ni kitu ambacho napenda. So nilipoona napenda kitenge, basi nikaona kama ni sehemu yote ambayo naweza kutumia. Lakini pia mbali na yote, kitenge ni kitu ambacho hakijawahi kuchuja. So nilijiongeza na kusema kwamba okay, nimeshashona, nimeshafanya mambo ya vitambaa, lakini sasa hivi labda nijikite kwenye vitenge. Ukiwa mfanya biashara, kila kitu unajaribu, huwezi jua wapi utatokea. Kwa mimi binafsi yangu kwa mwaka huu 2020 nimeamini kwamba labda kitenge nikijaribu huku, na always mimi huaga sijawahi kujaribu na kufail. Nikijaribu nikiona kufail nasema no, sito fail, nitaendelea. So nimejaribu 2020 kufanya vitenge na ninaamini labda inaweza ikaja kuwa biashara yangu ambayo ni kubwa zaidi ya nilizowahi kufanya. Na miaka 4 kwenye biashara, nimefanya sanaa, nimekuwa machinga, nimeuza vitu barabarani. Watu wa Kariakoo walikuwa wananifahamu kwa jina la dada wa sabuni. Lakini sasa hivi labda wananifahamu kwa jina la Wolper. Akiwepo rais wao alikuwa kipindi hicho wa Kariakoo anaitwa Tomato Ma. Ndio walikuwa wateja wangu wakubwa na watu wengine ambao walikuwa wanakuwa ni wateja wangu. So mimi always napenda kujaribu na sipendi kukatisha tamaa. Kila ninachojaribu nakiamini mimi kama mimi. So kwa sasa hivi 2020 nimeamua kujaribu kwenye vitenge na ninaamini kwenye vitenge. So nimeanza na nataka kutengeneza wateja wangu wapya kupitia vitenge. So niko hapa na nimeamua kuzindua sehemu yangu ya vitenge, na nitakuwa na kila aina ya kitenge kwa bei nafuu, kwa bei ambayo unahisi kwamba ukifuata kule unapopata ndio unaipata hapa. So yeah. Napenda kufahamu kwamba una duka Tandika. Yes. Kama utofauti wa duka la Tandika na hili ambalo lilikuwa hapa Sinza leo? Actually watoto wa Uswahilini Tandika huko wanapenda vitambaa. Bado hawajaingia sana kwenye vitenge. Kwa hiyo nilisema kwamba naweza nikaua ndege moja kwa jiwe moja, nikachukua vitenge vyangu nikapeleka Tandika. Lakini nikaja kwenye research yangu ambayo nimekaa pale kwa muda almost mwaka sasa Tandika, nikajua kabisa kwamba soko la vitenge kule hakuna. Kwa hiyo nikasema kwa kuwa nina mtaji naweza kufungua branch nyingine. Kwa hiyo nimefungua branch ya hapa ili kuwaambia watu wa Sinza niko hapa, na watu ambao walikuwa wanatakiwa kwenda kupata vitenge vinavyopatikana kwamba vinaweza vikapatikana Sinza. Kwa hiyo Tandika na Sinza havihusiani. Tandika ni vitenge. Watoto wa Uswahilini kila wiki wana shughuli. Kwa hiyo vitambaa ndio vyao. Watoto wa Uswahilini, wasichana wa Uswahilini, wamama wa Uswahilini, ukiwauzia kitu 5,000, 7,000, 10,000 ndio iwe bei sana. 15,000, 20,000 watakuelewa. Lakini ukiwauzia vitu kuanzia 30 kupanda juu kidogo utakuwa kwa hiyo tunaangalia soko. Ukiwa kama mfanya biashara au ukiwa kuna kitu ambacho unataka kuwa nacho serious na unaangalia pesa, lazima uangalie je, soko hili nikiliweka hapa litaenda au halitoenda. So nimeangalia soko la vitenge nikiliweka Tandika sitopata. Japokuwa hamna mtu anauza vitu vitenge Tandika.
So nikaona kwamba lazima nitafute sehemu yake. So hii ni ofisi nyingine tofauti na Tandika. Okay. HQ ya House of Stylish mara ya kwanza ilikuwa Kinondoni. Kufanya investment kubwa sana na ulishawahi kufunguka pia kupitia kurasa kwa Instagram, changamoto zopitia mpaka ukaenda sijui umetofautiana sijui nini kati ya wewe na mwenye nyumba kwa kufungua Tandika. Pengine watu walifikiria labda Wolper akirudi tena akifungua atakuwa na initiative kubwa sana kufungua kuliko ile mwanzoni. Actually mimi ni mpambanaji sana. Kama kuna mtu ambaye anatakiwa kunipa tuzo hajanipa, basi uoga najipa mwenyewe, na always mama yangu au watu wangu wa karibu wananipa tuzo. Kwa nini? Uoga ni mtu ambaye sikati tamaa, sivunjiki moyo, na ni mtu ambaye ni shujaa sana, kwa sababu kama Kinondoni niliwekeza almost milioni 57 na kuendelea, lakini mwenye nyumba akaja tu akadikatisha tamaa. Lakini sikusema kwamba mimi naacha biashara, nilisema kwamba nitapambana, nitadeal na kitu ambacho ninaamini kitakuja kunitoa kwenye maisha. Kwa hiyo nikatoa cherehani zangu kutoka Kinondoni, sehemu ambayo nimeitengeneza, nimeijenga mimi, nimeifanya kuwa mpya. Nikatoka nikaiacha, nikasahau kama niliweka pesa, nikaondoka kwenda Tandika. Nilipoenda Tandika walikuja waandishi nyenye, baadhi yenu mkaniongelea kwamba nimefulia kutokana na maneno ya mashabiki, lakini sikujali na sikuumia wala sikukata tamaa. Pale pale Tandika nikachukua duka 2. Sikuwa na mtaji wa kujaza vitambaa kwa sababu kidogo kwenye experience ya vitambaa mtaji mkubwa sio mdogo, sio milioni 10 wala 20 ukitaka upendezeshe duka lako. So nikauza magari yangu niliokuwa nayo, gari langu la Arusha na la hapa, nikaweka mtaji, ikawa duka moja, si unanielewa? Kwa hiyo Tandika nikawa na maduka haya, sehemu ya kushonea na sehemu ya kuuzia vitambaa. Kwa hiyo wateja wangu wakiwa wakija kununua vitambaa wanashonewa bei sawa na bure kwenye frame yangu ya kushona. Sio nakuwa nalipa tu mafundi na mimi nalipa labda umeme na kodi kama kawaida. So yule alionikatisha tamaa Tandika hakuweza kuniambia kwamba, ili kunifanya kwamba niachane na biashara, ila nilifanya kwamba niendelee kujua kwamba okay, kwenye maisha na kwenye biashara kunahitaji changamoto. Kwa hiyo ile ni changamoto kubwa sana katika maisha yangu ambayo ilinikuta, lakini nilishake kama miezi 2, ila nikasimama tena, nikatoka Kinondoni nikaenda Tandika. Baada ya Tandika ndo nikakua, nikaja hapa. Yeah. Na tunaamini umetarget watu wa aina zote kuja kununua vitenge vyako hapa. Muuza vitenge wakishua, huoni kama utawashtua watu wa kawaida kuja kununua vitenge? Wakishua ni maneno yetu ya kila siku ya mtaani, na ni slogan tu ambayo inatumika kwenye biashara. Unajua katika biashara lazima utafute jina ambalo litaongelea wakishua. Okay, wakishua ni nini? Yaani mtu anapojaribu kutafuta hiyo ni nini, ndio anapopata jibu la kwamba ni kitu gani unafanya. So mimi binafsi yangu ni star ambaye najiwekaga kwenye kundi la Uswahili sana, kwa sababu kwenye ushua sipo. Mimi chochote nafanya. Nikitoka hapa kwenye vitenge, ukiniambia nikauze nyanya Kariakoo, naweza kwenda kuuza. Kwa hiyo nipo kote kote. Ni mtafutaji ambaye huwa siogopi, simwangalie mtu, huwa najiangalia mimi na kipato changu. Yeah. Baada Wolper, ndio mtu akisikia kwamba haina kununua kitenge kwa ajili ya Wolper, lakini fulani ni expensive. Labda tuelewe. Bidhaa zako vitenge vyako, labda bei inaanza kufikia shilingi ngapi? Okay. Mtu wa Swahili anaweza kuafford ama tutawachukua tu wale watu wa Sinza, washauri zetu, wasanii mastaa? Nataka niwaambie kabisa wateja wangu na watu ambao sio wateja wangu. Kwanza wateja wangu wanajua kama mimi sinaga bei. Wakija nikiwaambia kushona 30 20 wanashangaa. Wanajua kushona 80 laki. Labda nilianza mwanzo wakati sijui biashara, sijui game, sijaingia kwenye game. Lakini sasa hivi najua game, najua kitambaa, najua sehemu zinavyotoka na kila kitu. Kwa hiyo nilijaribu kutokuumia. Unajua kila biashara unapoianza lazima mwanzo uumie, kwa sababu unayeanza wewe anaona kama unataka kuuza vitambaa, okay, nitakuuzia kitambaa hicho 80. Kwa hiyo kama ukiuzia 80 lazima yule mteja muuzie laki na ili wewe upate kulipa kodi
upate faida, upate umeme na kila kitu. Lakini ukishabobea, niko kwenye game sasa hivi miaka 4. Ukishabobea kwenye biashara, unajua vinatoka wapi, vinaingiaje, vinatokaje, unauzaje, unapataje faida. Kwa hiyo sasa hivi sio rahisi mimi kumfanya mteja yule anikimbie mimi kwa sababu ni star. Atakuja kwa sababu mimi na bei nzuri. Sio kama vitenge, tunaanzia 25, 30, 35, 40. Sina zaidi ya hapo. Vikiwepo zaidi ya hapo kwa watu wanaojua nini maana ya kitenge. Kipo kitenge paka cha laki 80, lakini sitaki hao wateja, na nikiwataka wanipe wao hoda, kwa sababu wateja wangu wengi low. Yaani wateja wangu wengi ni maskini wenzangu, so uwaga napambana nao kwenye hali hiyo, you know, yeah. Okay, mimi na swali moja. Nasema kampuni iliyokeza kama milioni 7. Wapi? Yeah. Alafu tungependa kujua talako mpya ni kiasi gani pekee labda umetumia. Actually, Kinondoni kwa sababu nilijenga, sio mtaji. Ila ningekuwa na akili za sasa hivi kwa kipindi kile, nisingejenga. Ile ningetafuta hata uchochoro. Ile pesa nikaweka mtaji, ndo ile ujenzi ndo ikawa mtaji. Ila kwa akili za sasa hivi, hela niliyoiweka pale nisingeweza kujenga, ningefanya kama mtaji. So, kwa kuwa always huwa nakuwa na na watu ambao wanani-inspire. Na watu wengi sana wamepata nyuma yangu. Kutokana na DM, Snapchat, watu wananiuliza. Kuna mtu anaweza kuwa na mtaji wake tu wa 100,000. Akaniuliza, "Jackie, unafanya nini? Inakuwaje? Ikoje? Iko vipi?" Oya, msipite pite, tunafanya interview. Kaeni kwa kutulia, tuendelee na kazi. Umeona? Kwa hiyo ninaweza kuendelea kuwa-inspire wale watu ambao wanatafuta ajira. Kuna mtu anaweza kaa tu amepata bwana, amepata hela yake 200,000, anaona hii 200,000 labda naweza nikajinunulie nywele, nikanunue nguo, you know. Kwa hiyo mimi siwezi kuiongelea hela yangu niliyofanyia biashara kwa namna moja. Kumbuka kwamba ukiwa kioo cha jamii, kila unachokiongea na unachokifanya, wale watu kuna mtu mwingine anampenda Wolper, anaona kama Wolper kaanza na mtaji wa milioni 30 au milioni 40, lazima na mimi nipate milioni 30 au 40. Jamani, wakati huu kuna mwanamume gani anamuonga mwanamke milioni 30? Hakuna. So mimi nataka kumwambia shabiki yangu na mtu yoyote, F50 inaweza kuanza biashara. Ila kwa maslay queen wa sasa hivi watachelewa sana kupata maisha, kwa sababu wanaamini kitu kizuri ndio wanaweza kukiexpose na kusema this is my office. Mimi kama Wolper nimetoka Kinondoni, nimeenda Tandika, lakini niliwaambia waandishi, my office iko Tandika. Nimetoka kule Tandika, niwaambia kwamba nina Tandika na nina Sinza, kwa sababu mimi najua maisha, najua nilipotoka na najua jinsi ya kutafuta pesa. Lakini slay queen ukimwambia sasa hivi kwamba ajielezee, atakwambia kwamba nataka niwe na duka kama la Wolper. No, mimi sijakaa tu nikaamka nikawa Wolper. Nimepambana. Mimi nimetoka kuuza sabuni, nimetoka nikaingia kwenye sanaa, nimetoka nikaingia kushona, nimetoka kuuza vitambaa, nimekuwa na vitenge. So lazima waambie watu kwamba kuna step by step. Lakini siwezi kuambia kwamba mtaji wa shilingi fulani au milioni fulani ndio unaweza kukufanya wewe ukawa na ofisi.